Fountain Gate walikuwa wanacheza kwa maelekezo, unaona kabisa ukimwangalia Kazadi, ukimwangalia Mukono, ukimwangalia Junior, Chuga, the way walivyokuwa wanacheza wanafika kwenye matukio, unaona kabisa kwamba hao walikuwa wapo katika maelekezo mazuri kabisa. Fred Felix Minziro ni aina ya kocha ambaye anapenda nguvu, anapenda speed, lakini pia ni kocha ambaye yuko kimbinu zaidi, na hususan anapocheza timu kubwa dhidi ya timu ndogo. Fred Felix Minziro amekuwa akileta changamoto kubwa sana upande wake. Ukiangalia kipindi akifundisha Geita Gold, kama utakumbuka, dhidi ya Young African, hatua ya robo finali, Young African waliweza kwenda hatua nusu finali kwa mikwaju ya penalty kama unakumbuka vizuri, na kwa goli la kusawazisha ambao lilipatikana kwa mkwaju wa penalty. Kwa hiyo Fred Felix Minziro amekuwa ni kocha ambaye akiwapa mtihani mkubwa sana Young African. Utakwenda kusifu awareness iliyopo ndani ya Young African. Wanaingia kipindi cha pili, dakika ya 52 wanakwenda kupata goli la kwanza kupitia kwa Pacome Pedro Zouzoua. Ukiangalia namna goli lilivyokuwa limetengenezwa ni sanjari kabisa na aina ya uwanja ambao upo. Ukiangalia uwanja ule sio uwanja ambao unaruhusu boru kuweza kutembea, ni uwanja ambao unatakiwa upige mipira mirefu. Tunamwona Bakari Nondo Mwamnyeto anapiga pasi ndefu inakwenda kwa Mudathiri anagusa, anaingia katika eneo la katikati ambao kulionekana wakina Mgunda, wakina Mukono wakiwa wapo eneo kubwa sana la kuzuia, wanakwenda kumgasi Pacome Pedro Zouzoua, lakini anajikaza katika boksi na kuweza kutupia goli. Lakini pia ukiangalia mjengo wa goli la pili pia ilikuwa ni aina hiyo pia. Ukiangalia namna ambavyo limeweza kutengenezwa ni pasi ndefu kutoka kwa Ibrahim Abdullah Baka kwenda kwa Maxim pia Nzengeri. Maxim Nzengeri anapokea, anaingia kwenye 18, anapiga cross, anaikosea Alan Okelo, rebounding inakwenda kwa Laurindo Aurelio Depo, anakwenda anafunga. Kwa ni aina ya magoli ambayo yanafanana na aina ya kiwanja, kwa sababu kiwanja kikupi favor ya kucheza mpira wa kuweza kupiga pasi fupi kuweza kusogea katika eneo la timu pinzani, ni mipira mirefu. Na katika hili Yanga wamefanikiwa kwa sababu wana defense line ambayo inaweza kupiga mipira mirefu kwa ufasaha. Rejea mechi na Mashujaa, goli lilofungwa na Mudathiri Yahya Abasi ni mpira mrefu ambao ulipigwa na Djigui Diarra, ambao ukiangalia pasi ile ilikwenda kwa Prince Dube, anagusa, unakwenda kwa Mudathiri anafunga. Na ukiangalia hata magoli ambayo yamefungwa dhidi ya Fountain Gate pia ni mipira mirefu ya aina hiyo. Kwa hiyo kwa aina ya viwanja na aina ya wachezaji waliopo Yanga wanakwenda kubadilika kulingana na aina ya kiwanja. Hiyo ni kongole kubwa sana kwa upande wa benchi la ufundi la Young African. Yeah. Sasa alisemwa sana Pacome Pedro Zouzoua kwamba ameshuka kiwango, lakini kuna jana ameweza kufunga goli. Pengine ilikuwa mapema sana kuweza kumsema kwamba ameshuka kiwango. Unajua watu wengi wanapima mchezaji kupanda kiwango au kushuka kiwango kwa kuweza kuscore. Hilo ndo tofauti yangu mimi na watu wengi sana. Watu wengi wanakuwa wanaona kwamba kwa sababu Pacome Pedro Zouzoua alikuwa afungi, basi kiwango chake kimeporomoka zaidi. Yes, it's true kwamba ukimwangalia Pacome Pedro Zouzoua msimu uliopita ambaye alikuwa akiwania tuzo ya mchezaji bora wa msimu na Pacome Pedro Zouzoua huyu wa sasa wameweza kupishana. Hiyo ni kweli kabisa, lakini kuweza kupima fakti ya ubora wa mtu kwenye kufunga tu, hiyo ndo ambacho mimi kwangu mimi kinakuwa kipo tofauti kidogo. Na ukimwangalia Pacome Pedro Zouzoua mbali ya kudrop kiwango chake, lakini uwepo wake uwanjani umekuwa na msaada mkubwa sana. Uwepo wake uwanjani umekuwa na tija kubwa sana. Angalia aina goli anakwenda kulifunga ni daraja lake, kwa sababu ukiangalia aina mchezaji mwingine uwezi kufunga goli katika mazingira kama yale. Ukiangalia mabeki zaidi ya watatu wakiwa wamekaa katika eneo ambalo wanakugasi, usiweze kuliona lango vizuri, unakwenda kufunga. Tafsiri yake ni kwamba huyu amekuwa ni mkomavu na amekuwa ni mtu ambaye kwenye matumizi ya nafasi yuko vizuri. Kwa hiyo unakwenda kusifu katika eneo hilo. Daraja lake linabaki pale pale. Ni kadhalika pia ukifananisha na uwezo wa Djigui Diarra. Ukiangalia Junior alipiga faulu ambayo ilikuwa nzuri sana akiwa ameshirikiana na Mukono. Faulu ambayo ilivuka defense line ya Young African inakwenda kwenye tight angle, lakini unamwona Djigui Diarra anaruka tena anaenda katika mkono mwingine. Uelekeo ni mkono wa kushoto, wanakwenda kutoa mkono wa kulia. Umeelewa vizuri hapo? Tafsiri yake ni kwamba ametanua mbao mpaka hatua ya mwisho kwenda kucheza ule mpira. Vipi kama wangeweza kupoteza Yanga kwa kufungwa goli moja lile la dakika za mapema? Tafsiri yake ni kwamba approach ya mchezo ingebadilika, na kwa aina kiwanja kilivyo inawezekana Yanga wakapata wakati mgumu, aidha watafute sare wapoteze mechi dhidi ya Fountain Gate. Lakini unaona daraja la Djigui Diarra limekwenda kuwafanya Yanga kubaki kuwa salama.
kusema kwamba usalama wa Young Africa kwenye kusekiwa alama 3 katika kila michezo migumu, Diarra ameimbwa sana, amekuwa sababu ya Yanga kuto kupoteza. Ukirejea mechi ambayo anapoteza dhidi ya Dodoma Jiji kwa sababu nje ya uwanja, kama Diarra angebaki katika eneo la kiwanja, siamini kama Young Africa angeweza kupoteza mchezo ule. Lakini pia ukija kuona pia mchezo ambao wanakwenda kusekiwa alama 1 dhidi ya TRA, ni Diarra aliamua. Wanakwenda kupata alama 1 dhidi ya Mbeya City, ni Diarra ambaye aliweza kuamua. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba ukiwa na wachezaji wenye madaraja makubwa kama Diarra, kama Pacome Pedro Zouzoua, inakwenda kukusaidia katika nyakati ngumu kuweza kuamua tofauti, kuweza kupata alama 3. Macho ya wengi yalikuwa ni kumwangalia Alan Okello, nini kitafanyika juu yake, lakini hajaweza kufanya chochote mechi ya pili. Pengine sasa ile ilikuwa ni upepo ama ni nini? Pengine kwa wanaozungumza kwamba Alan Okello sio kupewa zamana mpaka sasa hivi. Bado watu pia hawaelewi maana ya football. Ndio maana kuna kitu kinaitwa team. Team maana yake ni muunganiko wa mchezaji mmoja na mchezaji mwingine kuweza kutengeneza combination, hatimaye kuweza kutoa matokeo. Kwa hiyo unapokuwa uwanjani wachezaji 11, tafsiri yake ni kwamba kila mchezaji mmoja awe na mchango kupelekea timu kuweza kupata ushindi. Alan Okello ukiniambia kwamba hajatoa mchango wote kwa mechi mbili, kwa maana kwamba mechi ya Mashujaa na mechi ya Fountain Gate, bado nitakwenda kuuliza maswali. Ulikuwa unataka atoe mchango wa aina gani mpaka uweze kuamini kwamba yeye ameweza kuwa sehemu ya kuweza kuwa tishio kwa upande wa timu pinzani? Ukienda mchezo dhidi ya Mashujaa ambao hakufunga, umeelewa vizuri, lakini alipiga on target 2 ambazo utasifu goalkeeper aliweza kucheza kuokoa. Kwa hiyo lazima pia uweze kuangalia pia umahiri wa goalkeeper na kitu ambacho aliweza kukifanya. Umeelewa vizuri? Lakini pia alipiga off target 2, moja ikigonga mwamba. Free kick ambayo alipiga kaenda ikagonga mwamba. Kwa hiyo kuna maeneo mengine ambayo unaweza kusema tu kwamba leo hii haikuwa bahati kwake kuweza kufunga, lakini amefanya kila kitu kwa usahihi, ila hakuweza kutimiza lengo la kuweza kutimiza 100% kuweza kuwa goli. Huyu ni Alan Okello alifanya dhidi ya Mashujaa. Ukiangalia mechi iliyomalizika dhidi ya Fountain Gate, huyu Alan Okello ndiye ambaye amesababisha hata goli la pili kapatikana la ulindo wa Aurelio Depu. Ukiangalia cross ambayo ilipigwa na Maxim pia Nzengeri, ilikwenda kwa miguu ya Alan Okello, akapiga uelekeo wa golini, akazuia Mgunda. Alivyozuia ikawa deflected, mpira ukaenda kwa nani? Kwa Depu. Depu akafunga. Tafsiri yake ni nini? Kwamba uwepo wa Alan Okello ulisaidia kuweza kupiga mpira kuelekea langoni. Beki alikuwa sehemu sahihi, akaugonga mpira ukarudi katika eneo ambalo la kuchezwa, Depu akamalizia na ndo goli kapatikana. Kwa hii ndo mchango wa mchezaji kuwa katika eneo la kiwanja, sio kufunga peke yake. Hata hapo mwanzoni alipokuwa amecheza michezo 18, tulivyokuwa tunamzungumzia kwamba amecheza michezo 18, amefunga magoli 11, ametoa assist 7, jumla amehusika kwenye magoli 18, michezo 18, goli 18, 100% viwango vya ufanisi. Haimaanishi kwamba amekuwa consistent kila mchezo kuweza kufunga. Kuna mchezo mwingine alikuwa anaingia apati goli, kuna mchezo mwingine anaingia assist, kuna mchezo mwingine anafunga lakini atoe assist. Lakini ukija kuunganisha mchango wake wote, accumulation yote, unakuja kupata kwamba huyu viwango vyake vya ufanisi ni 100% kwa wastani ambao ameweza kuhusika goli moja kwa kila mechi moja. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba unapokuja kupata takwimu ya moja kwa moja ya mchezaji, maana yake ni kwamba unakwenda connect dot ya mchezo mmoja kwenda mchezo mwingine, dakika moja kwenda dakika nyingine. Ni michezo miwili amecheza, hajahusika kwenye kufunga moja kwa moja, hajahusika kutoa goli la moja kwa moja au pasi la moja kwa moja, lakini mchango wake umeweza kusaidia kuweza kuwapa wengine kuweza kufunga. Nimekupa kwa Depu baada ya deflected ball iliyopigwa na Alan Okello kuelekea langoni, beki kuzuia na Depu akaweza kufunga. Mimi nakuwa tofauti sana na wachambuzi wengine, aidha na wadau wa soka wengine ambao wanaamini kwamba kiwango cha mchezaji bora kwenye mechi lazima aweze kufunga. Uwepo wake tu uwanjani na ile mchango wake ambao unapelekea watu wengine kuweza kufunga, unasema kwamba huyu aliweza kusaidia. Kwa mfano kocha Jurio niliwahi kumsikia pia akisema kwamba Yanga wamefungwa na wameshinda wazawa wa kimataifa, hawana faida yoyote kwenye kikosi cha Young African. Umeelewa vizuri? Ukiangalia hapo unakuja kumuuliza Jurio, wewe ulicheza mpira, wewe ni kocha. Teamwork tafsiri yake ni kwamba connection from A to B, kwamba A apige kwa B, B apige kwa C, D aweze kufunga. Kitu gani mpaka kusema kwamba hakuna mchango wowote? Hebu tuangalie, ni kweli hakuna mchango wowote? Goli la kwanza linafungwa
la dhidi ya Mashujaa, anafunga Mudathir Yahya Abbasi, mpira umetoka kwa Djigui Diarra, international player. Amepiga mpira mrefu, umekwenda moja kwa moja, wa kwanza kugusa ni Prince Mpumalelo Dube kwa kichwa, ni mchezaji wa kimataifa. Umeelewa vizuri? Unakwenda kwa Mudathir Yahya Abbasi, ana turn, anakwenda anafunga goli zuri kabisa, mchezaji mzawa. Wa kimataifa Diarra, wa kimataifa Prince Dube, mzawa Mudathir amefunga kwa msaada wa wachezaji wa kimataifa wawili. Unasemaje wachezaji wa kimataifa hawana msaada? Umeelewa vizuri? Twende goli la pili. Goli la pili inapigwa pasi ndefu. Umeelewa vizuri? Inakwenda kwa Maxim Pia Nzengeli. Maxim Pia Nzengeli huyu ni international player, sio mchezaji mzawa. Anaingia kwenye sita, anapiga cross fupi, kwanza anapiga kwa golikipa anaucheza, rebounding ball inarudi na zaga. Anaenda Maxim Pia Nzengeli huyo wa kimataifa, anapiga katikati, mpira unakwenda unazaga, unakwenda kwa Bakari Nondo Mwamnyeto, anafunga. Amefunga Bakari Nondo Mwamnyeto, mzawa. Ndio wewe unaangalia tu mtu akifunga ndio mchezaji bora, lakini aliyesababisha kufunga nani? Mchezaji wa kimataifa ambaye nani? Ni Maxim Pia Nzengeli. Inawezekana mzawa angepiga, kipa amecheza, angekata tamaa, lakini wa kimataifa amepiga, kipa akacheza, kaenda kamalizia. Na haya ameyafanya Maxim Pia Nzengeli mara nyingi. Ashai kufunga akapiga, kipa akacheza. Zile JKT ukiangalia misimu ile iliyopita, alipiga mpira JKT, kipa akacheza, kaenda kamalizia. Kwa hiyo ni tabia yake. Huyu ni mchezaji wa kimataifa, amekwenda kutoa mchango, mchezaji mzawa amekwenda kufunga. Kwa hiyo unakuja kujiona kwamba wadau wa soka, wachambuzi, mashabiki, wakati mwingine wanamwangalia mchezaji kwamba ili aweze kuwa bora ni kuona tu anafunga ndio useme kwamba huyu sasa amekuwa bora zaidi, lakini hawaangalii michango mingine midogo ambayo inakwenda kuipelekea timu kuweza kupata ushindi. Kuna mtu mwingine anaweza akasema kwamba mimi ninapomwangalia Dube sione anachokifanya uwanjani. Lakini je, wewe unaangalia mpira kwa njia gani? Kwa sababu kwenye mpira wakati mwingine sio lazima ufunge wewe. Unaweza ukatengeneza link ya sehemu ya kuzuia na sehemu ya kushambulia. Dube ndicho ambacho anakifanya. Wakati tunashambuliwa, mimi narudi kusaidia kuzuia. Wakati huo kama tukiupata mpira, mimi ni linki kutoka eneo la kuzuia kwenda eneo la kushambulia, na anafanikiwa sana katika maeneo hayo. Anaweza asifunge yeye. Watu wanapokuwa aware na yeye, anakuja kufunga Mudathir, anakuja kufunga Maxi, anakuja kufunga Bakari Nondo Mwamnyeto na watu wengine kadha wa kadha. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni kawaida kabisa, ni kitu ambacho unatakiwa uangalie mpira sio kwa ushabiki, uangalie mpira kwa kuweza kuupenda mpira na kufuatilia mpira vile ambavyo unataka. Unaionaje Yanga hii kuelekea katika mbio za ubingwa? Wengi wanaamini kwamba Yanga na mechi ngumu sana zilizobakia, mechi 3 hizi. Lakini pia upande wa pili wao nakwambia muda wote Yanga anaweza kadondosha. Pengine kwa hiyo namna unavyoitazama Yanga, ni kweli Yanga ana mechi ngumu kama ambavyo wanavyosema wao, na je, kweli anaenda kudondosha kama ambavyo wapinzani wanavyosema? Ukweli usiopingika ni kwamba Yanga mechi ngumu zilizopo mbele zake ni mechi hizo 3 ambazo zimesalia, JKT Tanzania, TRA na Azam. Kimpira lazima ukubaliane kwamba ana mechi ngumu. Kwa nini ana mechi ngumu? Kwa sababu Azam mara zote amekuwa akileta mchezo wa kuvutia zaidi. Dabi ya Mzizima haijawahi kuwa dabi ya kupoa. Huwezi kuikosea adabu Azam ukasema kwamba Yanga ana mechi nyepesi dhidi ya Azam. Ni mechi ngumu. Nikimwangalia TRA pia ni mechi ngumu kwa upande wa Young African, lakini napata pasenti ndogo za kuipa ugumu wa mechi hii kwa sababu kwanza wanacheza away. TRA wamekuwa na usumbufu sana wanapocheza home ground, hususan pale Arusha. Wanakuwa na confidence ya kutosha. Wametoa changamoto kwa Azam, wametoa changamoto kwa Yanga, wametoa changamoto kwa Simba. Hawa wote ni top list katika msimamo wa ligi. Wote wameweza kupata changamoto wakiwa pale Arusha. Lakini wanapotoka nje ya Arusha kwenda kwenye uwanja ambao hauna changamoto, boli inatembea, mara nyingi sana imekuwa ni nyepesi sana kwa timu pinzani. Kwa hiyo kwa Young African naiona mechi ngumu ya Azam, naiona mechi ngumu dhidi ya JKT. Hizi mechi mbili naziona kwamba ni mechi ambazo zinahitaji awareness ya kutosha, zinahitaji intensity ya kutosha, zinahitaji umakini wa kutosha kwa upande wa Young African ili kuweza kusecure alama 3 kwa kila mchezo kwa hii michezo miwili. Lakini dhidi ya TRA naweza nikaipa hata 75% Yanga kuweza kuondoka na ushindi pasipokuwa na shaka yoyote. Lakini hizi zingine zote Yanga anaweza kaondoka na 60% katika mechi mbili zilizosalia, JKT Tanzania dhidi ya Azam. Yanga wanahitaji maboresho gani ili kutetea ubingwa wao? Of course Yanga kikubwa ambacho anahitaji kufanyika kwa sasa ni matumizi mazuri ya nafasi
wamekuwa ni watu ambao wanatengeneza sana nafasi za magoli, lakini hawapo accurate kwenye kuzimalizia nafasi kuwa magoli. Wakiweza kuwa clinical finisher katika eneo la mwisho, inawezekana ikaja kuwasaidia sana Young African. Ukifuatilia mechi nyingi ambazo wanashinda magoli matatu, magoli mawili, goli moja, unaweza kukuta nafasi wanazopoteza ni nyingi zaidi. Angalia mechi iliyomalizika dhidi ya Fountain Gate, Mudathiri Yahya akiwa katika boksi, umeona vizuri, akiwa nje ya boksi alipiga on target, haikuwa na nguvu, kipa alicheza, umeelewa vizuri. Akiwa ndani ya sita, ulipigwa mpira ukamgonga, ulipigwa na Shabalala kama sio, ukamgonga, ukapoteza uelekeo, ukaenda kwa Bakari Nondo Mwamnyeto akapiga ikawa off target, umeelewa vizuri. Ukija ukimwangalia Maxim pia Nzengeli naye pia katika sita kaletoa mpira kapiga umetoka nje. Ukizihesabu hizo nafasi ambazo nimezitaja tu tayari ni goli 4 zilistahili kuwa goli, umeelewa vizuri. Ukija kujumlisha na magoli ambao wameweza kuyafunga, aliofunga Pacome Edo Zuzwa, aliofunga Laurindo Depu, ina maana kwamba wangekuwa na utajiri wa magoli kama kungekuwa na matumizi sahihi ya nafasi. Kwa hii kwenye eneo la matumizi sahihi ya nafasi, kwa Young Africa nimekuwa ni mwiba mkali sana ambao unawahukumu kwa kiwango kikubwa sana.